ukifika milango ifunge, maana kivuli chake Karibu shole yangu. Umekaribia za hapa. Nzuri tu. Kwema. Kwema nimekwema. Isi. Familia jambo. Jambo. Shemeji yangu. Mzima kabisa. Shoga yangu kabla ya yote, mbona usaidie maji yako? Juli. Mletee dada maji. Haya, niambie udugu wangu. Poa. Naona umetulia hapa mtoto. Umependeza shoga yangu. Kweli mambo sio mabaya. Maba, ujambo? Uza wewe? Salama. Aya, asante. Hata. Shoga ngumi nitavakali. Na binti yangu mpya wolo. Naona kazi zinazidia hapa, nimetafuta mtu mwingine. Naitwa Julie. Shoga yangu. Mnaendeleaje kwanza mdani? Si wazima. Yaani umetususa vibaya mno. Hivyo nimekuja kuhusu ile ishu ambayo tuliongea ya kazi. Ile ishu. Basi hata usijali. Hapa hata kijaribika kitu. Bado nafuatilia japo kuna sehemu alinipa kalenda. Ila nategemea kwa sababu pia nimemwambia shemeji yako. Ameniambia kule ofisini kwake kutakuwa kuna ishu, kwa hiyo ataniangalizia. Shoga yangu nakutegemea kama unavyojua tena maisha hapa Dar es Salaam bila kazi hujatoboa. Kwa hiyo ndo ashaka kabisa shoga yangu. Shemeji kwa kumepoa ndani na hii dimba ilikuwa kubwa sasa. Shemeji yangu katoka asubuhi kaenda huko kazini. Yule alisema hatuchelewa kurudi. Shoga yangu. Mimi naona nikuage. Swali ulijua Dar es Salaam. Mapema yote haya. Hai zote za nini? Wewe usafiri daladala njiani. So kweli. Kwa hiyo sasa basi ngoja nikuchoe au unasemaje? tabasamu lake linaficha giza, mikono yake Sasa ni bwana, nimekuita hapa, kuna jambo moja tunahitaji kuzungumza na wewe. Hivi wewe ulishaiona wapi mtoto wa kiume anakimbia matatizo? Hakuna. Mwanaume ni lazima upambane na matatizo yako. Dada yako ameniambia kwa nyumbani kwako kuna mambo hayako sawa kati yako na mke wako. Lakini nilishangaa sana aliponiambia kwa eti umekimbia na umekuja kujificha huku kwa dada yako. Hivi kweli shemeji, wewe una akili vizuri kweli wewe? Kwa shemeji, mimi nakuelewa vizuri. Watu nao niambia mimi nakusikia. Lakini yule mwanamke ana shida.
yule mwanamke ana gubu. Yaani yule mwanamke sijui ametokea dunia gani. Maana haelewi A wala B. Nagombana naye karibia kila siku. Nikienda kutafuta hela ananiambia naenda kufanya umalaya. Nikikaa nyumbani ananiambia mimi ni mvivu. Yaani vituko tu. Yaani at least mara 100 gubu la mama mjamzito kuliko gubu la yule mwanamke. Kiukweli bwana shemeji, nimevumilia sana. Na ndio maana mwisho wa siku nikatoka kule nikaamua kuja hapa kidogo kuja kujishikiza. Sasa haya, wewe umeshakimbia tayari. Matatizo yako yameisha? Au ulikuwa unahisi ukikimbia na matatizo pia atakimbia familia yako? Matatizo yako yako pale pale. Wewe ni mtoto wa kiume, halafu umeshakuwa mtu mzima sasa, na ndio maana una mke. Changamoto zote za familia yako unatakiwa zitatue wewe. Sasa basi, sio kwamba nakufukuza, ila unatakiwa ukae hapa siku 2-3, halafu urudi kwa mke wako, mkakae chini mzungumze, mmalize tofauti zenu, na kama mkishindwa kuelewana nyewe kwa nyewe, basi tutakutumia nauli uje naye hapa, tukae chini tuangalie tatizo nini, ili mradi nyumba yako pia iweze kuwa na amani. Nadhani tumeelewana. Yaani yule mwanamke aje hapa? Bwana shemeji, unipende. Yaani unipende. Ila sawa, mimi na imani kwenye watu wengi hakuna kinachoharibika. Tutajua tunafanyaje. Lakini bwana shemeji, kuna kajambo kadogo nataka nikudokeze. Jambo gani hilo? Yaani mimi mpaka leo sielewi. Huyu mfanyakazi wako wa ndani huyo. Juli. Mimi simuelewi ujue. Yaani ana tu vitu fulani hivi tudogo hatueleweki. Kama yupo kaskazini au yuko kusini. Kama yuko magharibi au yuko mashariki. Yaani ana tu vitu hivi. Hivi unamchukuliaje mfanyakazi? Mimi binafsi namuona yuko sawa tu. Labda ni vile damu zenu labda hazijaendana, lakini namuona anafanya kazi vizuri, anajituma, yani anailinda sana familia yangu. Lakini usijali, mimi nitakaa naye chini, nitaongea naye, na kama kuna changamoto yoyote basi nitajua namna ya kuimaliza. Hapana. Huyu mfanyakazi ana shida. Na usivyoangalia bwana shemeji, atakuja kuharibu familia yako. Maana mimi siku kadhaa tu niko hapa, lakini naona vitu vingi sana. Anyway, ushakasema kama namharibia kazi. Kuwa makini bwana shemeji. Na ikiwezekana, mfukuze, mtafute mfanyakazi mwingine. Sawa, hilo mimi nimelichukua, nitalifanyia kazi. Vipi? Chai wewe umeshapata nini? Bwana shemeji, mimi ndo wa kwanza hapo, nishakunywa tayari. Tukawa tunakusubiri Father House uje ufanye yako. Una nini? Hivi sister, hapa nyumbani kwenu mnaishije? Shida nini? Yaani hivi ndo mnavyotakiwa kuishi na wageni?
Yaani saa 9 kasoro hii sister yangu. Mimi nahangaika huko kote natafuta msosi, hamna kitu. Naenda mezani, naenda huko jikoni ndo natokea huko sasa hivi sioni kitu chochote yani. Ndio mnavyoishi hapa kwenu. Hiyo ndio kuniambia Juli mpaka sasa hivi hajapika. Yaani sister angekuwa amepika yeye, mimi nisingekuja kukulalamikia au kuja kukugongea au kumwonyesha umepumzika zako. Juli hajapika mpaka dakika hii nakwambia, na mimi njaa inauma kweli yani. Ndio. Hivyo na matatizo Hiki si chakula? Au mimi sioni hapa? Si chakula kiapo. Au tena ulikuwa unataka dada njoo nilishe nikae hapa tena naweza kukulisha wewe. Kutokumpenda mtu ndio kumfanyia yote haya? Muone kwanza. Ukubwa wa bure. Usiku ukishuka, kimya kinazungumza, hatua za pole gizani zinatembea, mlango unalia kama una siri, kuna macho yanatazama bila kuonekana. Hivyo mimi nagonga mlango sikii? Zaidi ya mara 4 nusu saa kabisa nimekaa nje hapa. Au kazi imekushinda wewe? Nisamehe. Sikusikia. Nimekuwa nimelala kidogo. Shana, nimepitiwa na usingizi. Kama kazi imekushinda niambie niongee na tajiri uondoke. Njoo mama, njoo. Kuna kitu nataka nikwambie. Kwa jina naitwa Mkude. Handsome boy wa Kiluguru. Emani from Morogoro. Kiufupi, toka nije hapa sijawahi kuona beki tatu nzuri kama wewe. Hivyo basi, mwanzio nimekupenda. Nahitaji kuwa na mahusiano na wewe. Usipoyaona Musa utaona Firauni. Na hicho kichwa chako kipo kama vikalia vya mtoto. Eti tangia nimeona mabeki tatu, sijaona beki tatu kama nzuri. Unaanza kwa na mimi? Sikia nikwambie Juli. Mwenzio wanawake kama wewe kuwa nawapenda. Yaani napenda mwanamke anisumbue tu. Yaani mimi ndo na enjoy, yani naamini kama huyu mwanamke ananipenda. Kwa hiyo usinitishe. Kikubwa nakupenda, nitakupambania. Mimi nakupenda kweli najua. Unaweza kuwa na mimi? Kuna mtu kama mimi? Mtoto na rangi moja kama mzungu. Alafu usichokijua, mimi na bosi ni kama vile watu ambao tumefanya kazi muda mrefu sana. Kwa hiyo bosi mimi ananifahamu vizuri. Ukinikubalia, nitamwambia bosi ya kuongeze mshahara hata mara 3 ya sasa unayolipwa. Unaona mimi haya katotozeze. Ukikaambia tu na biskuti njoo ndani nakuja. Kaka, mimi muuni. Alafu mimi mtu 2090 ago takupiga kichwa. Mpaka bosi wako akija kukuta damu zimemwagika. Wewe usichukulie poa. Wewe eti mtoto 2000. Kijitu chenyewe nakifanyia huruma. Yaani kuna wanawake bwana, unamtunguza kwa lengo la kumsaidia yeye lakini yeye anakukataa. Lakini ni kazuri. Yaani kama anaenda kama nabo.
kama anarudi, kama anabaki, na tena kama anakuja, kama anakama. Lakini tumakalio twake kama matofali ya kuchoma vile. Ntampata tu. Wewe Juli, wewe. Nataka kuongea na wewe. Ngoja niweke nikate na kuja. Sikia Juli, nikwambie. Mimi najua mimi na tupatane kabisa. Yaani kabisa, mimi na wewe ni paka na panya. Swadata. Yaani hapo hujakosea. Yaani kama bupu wewe kumiechi. Azizi kabisa. Nimekuja kukusikiliza, Sawa. Tuachane nayo yote. Yaani haijalishi mimi na wewe tupatane kiasi gani, hatuelewani kiasi gani, lakini naomba unisaidie kitu hichi kimoja. Kitu gani unanitaka? Bwana acha utani bwana. Mimi nikutake wewe. Sikia Juli. Sio masiara. Mimi nahitaji kukufahamu. Kama ndio kunifahamu wewe unijue. Sitaki kujua makalio yako. Sitaki kujua jina lako zaidi. Nataka nikujue wewe ni nani. Unakaba? Kaba. Ili hapa. Aliona? Ili hapa. Unataka kunifahamu mimi? Upo serious? Juli bwana. Kwani mimi nimevimudu vingapi? Nimeviona vingapi? Nachohitaji mimi ni kujue tu basi. Toba. Usiku ukishuka, kimya kinazungumza, hatua za pole gizani zinatembea, mlango unalia kama una siri, kuna macho yanatazama bila kuonekana, ukigeuka nyuma hakuna mtu, lakini pumzi ipo karibu sana. Ukijaribu kukimbia gizani, kivuli kina